Ukitazama nyumba hii ni ya ndugu Bariki Mwambata ambaye yeye ni mwenyeji wa Mbeya. Siku kadhaa kuna video ambayo ilitrend kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha yeye pamoja na mke wake pamoja na mtoto ambao walikuwa akilia, mke na mtoto akidai kwamba Bariki anataka kuwapeleka au kuihamishia familia hii Mbeya bila hiari yao, huku akieleza kwamba wao wanatamani kubaki hapa kwa kuwa hawana uhakika Mbeya wataenda kufanya nini. Sasa tumepata nafasi ya kumpa Bariki muda wa kumsikiliza sana na kujua chanzo cha haya yote kutokea, kisa na mkasa ni nini. Kifupi tu anadai kwamba alishampa mke wake talaka lakini bado anampenda, na maamuzi anayoyafanya ni utekelezaji wa amri ya mahakama iliyoamuru kwamba nyumba hii igawanywe, kila mmoja apewe asilimia zake za mauzo hayo, ikiwemo yeye kuchukua asilimia 60 na mke wake kuchukua asilimia 40. Na amri hiyo ya mahakama ilitoka mwaka huu mwezi wa 3, na sasa ni utekelezaji wa amri hiyo ambayo imesuasua kwa kipindi kirefu. Anaeleza kwamba pamoja na amri hiyo ya mahakama, yeye alienda mahakamani kwa ajili tu ya kumtishia mke wake, akisikia kuna talaka basi atarudisha moyo nyuma na kuamua kuhamia mkoani Mbeya, kama hapa ambavyo anatueleza kwa undani zaidi kwamba talaka ni makaratasi. Mke wake akiamua kwenda Mbeya basi watarudiana na huko wataendelea na maisha. Jina lako nani? Jina langu naitwa, linalofahamika huku ni Elibariki Mwambapa. Napoona kwamba naitwa Bariki ni jina la shuleni. Na mimi naitwa mtumishi wa Mungu Elibariki Mwambapa. Na nilikuja huku 2094. Nimekuja huku mwaka 1994. Arusha kutoka Mbeya. Baada ya miaka mitatu 97 nikaenda kuoa kijijini Mbeya. Kule kijiji halmashauri, tukafunga ndoa pale Mbeya mjini. Ndio. Kwa mke wako ni mwenyeji wa Mbeya? Mwenyeji wa Mbeya ndio. Baada hapo tukawa nimemleta huko ambako nilikuwa nakaa. Basi mimi nimefanya biashara ambao tangu siku nyingi. Nimeendelea hivyo 2017 biashara yangu ikaharibika. Baada ya kuharibika nikarudi Mbeya kwa ajili ya kuangalia biashara nyingine. Nikakuta kule kuna biashara nyingine ambayo naweza kufanya. Huku familia umeiacha Arusha? Nimeacha Arusha hapa kwenye nyumba hii. Nilipofika hapa nikaanza kumshawishi mwenzangu. Bwana mimi sasa muda wa kuishi Arusha, basi kwa sababu biashara nimeshaona nyumbani, tuanze kujiandaa kurudi Mbeya. Mwaka gani huo? 2017 mwishoni. Nikaona kunijibu wala kukataa, lakini nikaa mwezi mmoja nikasema bwana mimi sasa unipe jibu kwa sababu mimi nataka nianze, maana mambo mengine nimeacha kule. Na umeshamueleza kule nimeshaweka vizuri? Nimeshaanza kufanya biashara, kuna biashara nilikuwa nafanya. Sasa ndio hivyo nataka kwamba nikiotoka hapa nikielekea kule niongeze nguvu zaidi, maana tayari yuko kule ndugu yangu ambaye ni mtendaji wa kata pale mjini, ilikuwa nitafutie nyumba. Na hapa ni kuhamisha nyumba tu. Kusema kwamba nimshawishi tuhamishe nyumba tukanunue nyumba nyingine. Basi shughuli ziendelee. Akazidi kukataa 2017. Kafika mwishoni 2017 mwishoni alikataa, ikabidi niendelee mwaka mzima na mshawishi. Ilipofika 2018 mwishoni mwezi wa 12 tulikuwa na jambo letu la kifamilia, nikaenda Mbeya. Nilipoenda kule Mbeya sasa kurudi tena huko. Nikabaki huko. Nikaendelea na shughuli huko 2017, 18 hiyo 2019. Mwishoni 2019 nikamfuata. Nikasema bwana twende. Sema hapana. Na wakati anakuambia hapana ile mara ya kwanza na hii mara ya pili, alikuwa anasema sababu kubwa ni nini? Anasema mimi huku na biashara zangu na shughuli zangu,
Nikasema shughuli zako hazisaidii, hela baba ndio ina nguvu, ndio inalipa ada, ndio nafanya nini. Kwa akasema hapana, na mimi sasa biashara naona inaanza kuwa vizuri, na mimi nitakuwa nachangia kulipa ada. Yeye akiwa hapa. Na hapa biashara kwa anafanya ni biashara gani? Yeye ni mpishi. Mpishi wa vyakula kwenye masherehe. Kwenye masherehe, tuna nyumba pale Tengeru ambayo tunafanya biashara mgahawa. Nikasema haitaweza, mimi nimesomesha watoto wangu shule za English medium, watoto watatu wote kuanzia chekechea mpaka darasa la 7 hapa Haradari. Gharama kusomesha watoto mama, hujui gharama zake, hii biashara yako haiwezi. Akasema haya naweza. Mimi kabini nifanya nini? Nirudi Mbeya. Sasa kule ndo nikaenda sasa ukweni kusema jamani, ninaomba mnisaidie, mnaponiona huku nakaa ni kwamba ninamshawishi mwenzangu hataki, sasa naomba msaada wa kwenu. Akasema haya basi tumuite. Basi mimi nikatoa gharama kaja Mbeya kwao. Mimi kule nikaenda na mjomba wangu na mimi. Kakaa kikao pale. Kikao kile wakasema sasa kwa sababu amekuja mtoto wetu, wewe ondoka nje, nenda nje tuongee na mtoto wetu. Alafu wewe utaingia. Utaingia tusikilize, maana sija kawa anaongea na kuogopa. Baadaye wakaongea naye, mwisho wa mazungumzo yao wakaniita na mjomba wangu tukaenda pale. Akasema ameshakubali, ila masharti ni kwamba nyumba ambayo nataka kununua Mbeya lazima na yeye aridhike, aiangalie aridhike. Achague yani usinunue wewe kibabe na nini. Wakanishawishi sana kusema nisije nikafanya chochote kana kwamba natumia ubabe fulani kama mwanaume. Nikaridhika, nikasema sawa. Baada hapo tukala chakula. Yani ilikuwa watu wengi, chakula kilipikwa cha kutosha siku hiyo. Maana umeitwa watu wengi, wengine wametoka Tukuyu wamekuja Mbeya kwa jambo hilo. Yani kama shughuli ya kimila. Yani Masai huo lazima ulete dume. Yani mama yake alikuwa kijijini Tukuyu akaja, kakake mwingine alikuwa Tukuyu akaja. Pale kuna mchungaji, kuna kaka mwingine na ndugu wengine wadogo. Hizo gharama ulishiriki kuchangia? Za chakula sikushiriki. Hicho changia tu mimi ni kumuita tu nauli ya kumleta. Arusha kuja. Ndio. Basi mwisho wa siku sasa tumekula tumeshiba, tunataka kumaliza. Nikasema jamani, ngoja nimuulize hapa. Kwanza pale nikawaambia jamani, kwa kweli huyu mtu amenisumbua sana, amenisababisha hasara mwaka mzima, miaka 2 sijafanya kazi ambayo nitakiwa nifanye, lakini nataka nimuulize hapa. Wote wako pale. Nikamuuliza na mama yake yupo na kaka yake yupo. Nikamuuliza, "Je, uko tayari turudi Mbeya na mimi nikusikilize maana nimeambiwa tu?" Akasema, "Hapana." Ndugu zake pale akashtuka. "Unasemaje?" Akasema, "Siko tayari." Kaka yake mwingine akainuka kana kwamba kumkemea. Mara kaanza kulia, kupiga kelele na nini. Pale ikawa kama vurugu, ikaishia pale. Kwani kabla ya hiyo hatua hawakuongea nao? Yani hamkuongea nje ya hapo kabla kwamba utarudi na nini? Au alikubali akaja akabadilika? Ndio alikubali ile kwamba walikaa naye akakubali. Okay. Kwa hiyo alikuja akabadilika. Akaja kubadilika baada mimi kumuuliza nami nisikie kutoka kwenye kinywa chake. Akasema siko tayari, kile kikao kikabadilika kikavurugika hivyo. Baada hapa kanya mpango akarudi Arusha. Nikamuuliza tena, "Kwa nini umenifanyia aibu kule?" Akasema, "Hapana, tutakuja kuongea tu vizuri baadaye." Baada hapo mimi nikaja huko Arusha siku moja pia nikambembeleza kwamba bwana, hii kitu ni aibu. Mimi ninapokaa kule ni aibu. Kuna siku nakubali mpaka nikampigia mchungaji kwamba amekubali sasa, lakini mwisho wa siku tena akakataa. Ile kwa kweli palikuwa ni kama vurugu. Hakuna alielewa chochote, hata katawanyika kila mtu na hasira zake kaondoka. Wakahisi yeye anadharau au wakahisi ndio dharau zenyewe. Kikao kile uwezo kadharau, uwezo kufanya hivyo. Na nitakwambia na lingine lilitokea pia. Sababu wanaamini kwamba watu walivyoanza kula na kufanya sherehe kwamba mgogoro umeisha. Umeisha. Baada hapo akarudi Arusha. Nikaja siku moja kumbembeleza akawa kama nakubali pia, mwisho wake akakataa. Basi mimi nikawa nimekuja huku
Nikasema kama mmekataa bwana, ngoja tuende hata kwa utumishi wa Mungu kanisani. Nikamfuata mchungaji pale, akatuambia, tukakaa tukaongea pale. Yeye akasema tu basi kama mchungaji mimi nitaendelea kuombea ili jambo liwe vizuri. Baada ya hapo tukakaa tena, nikarudi kote kuna kuja kumbembeleza. Kila mwaka nakujaga mara 3 huku kwa ajili ya kumbembeleza tu. Hiyo imeshafika 2020 au 19? Hapo ni 2021 sasa. Tulipoongea na mkuu wa kanisa. Kwa siku nikasema ngoja nimuite mkuu wa kanisa, maana ni mchungaji. Tuna wachungaji alafu tuna mchungaji alafu tuna mkubwa wake anaitwa mkuu wa jimbo. Kabidi nimuombe mkuu wa jimbo. Wakati ule ninakaa pale kanisa la Patandi, kuna kipindi alikuwa mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana usharika na yeye alikuwa mchungaji wetu, kwa nikajua atanisaidia katika jambo hili. Nikamuomba baba kwamba naomba nisaidie katika jambo hili. Akasema Mwambapa kuna shida gani? Nikasema nina shida ndoa. Akasema basi hamna shida, nakuja huko. Ilikuwa mimi niende kwake. Akaja pale akatukutanisha na mchungaji, tukaongea ofisini kwa mchungaji kwa muda mrefu. Yule baba ni baba mtu mzima. Akasema hapana, katika hili jambo mimi ni baba pamoja na kwamba ni mchungaji. Najua mlikuja huku bila nyumba, kama ni nyumba acheni, nendeni Mbeya. Wewe nenda kampikie mumeo, ndio taratibu zetu hata za Kimeru hata za kanisani ndio hivyo. Ikabidi mimi naye niwe mpole kwa sababu neno la mchungaji anasema acha usiuze nyumba, ila nenda mnyie mwenyewe, mkifika kule mtaona muuze au msiuze, mtaridhika huko huko, lakini kukaa pamoja ni lazima. Yule baba tushauri hivyo. Kweli tukasindikizwa na mchungaji mpaka hapa, tukaja kufanya maombi hapa nyumbani kwa ajili ya kujiandaa kufanya nini? Kurudi Mbeya. Tena akasema isichukue muda. Mimi nikamwambia mke wangu tuondoke sasa. Akasema tunajua wanawake tunaweza kuwa tuna mikopo ya hapa na pale, hebu nibakize hata mwezi mmoja. Lakini kwa mchungaji hakusema hivyo. Mchungaji hakusema hivyo. Alikubali kwa kinywa chake kwa mchungaji bado tunaenda. Kwa pale alikubali. Okay. Kwa mara ya pili tena akaja akageuka. Tumefika hapa nyumbani, si mchungaji kaondoka, sasa tunajipanga mipango jinsi ya kuondoka. Ndio akasema unajua si wanawake tuna mikopo ya hapa na pale, sasa kuondoka ghafla hivyo nipe mwezi mmoja. Mwezi mmoja sasa siwezi mimi kubaki huko, nikakimbia kwenye kazi. Nikaenda kule. Mwezi mmoja ukapita na nusu, namkumbusha njoo basi. Sema hapana, unajua kuna hiki kuna kile, ameshabadilika tena. Nikadhani utani ndo ameshamaliza hivi, hakuna tena hapa kwepo tena na kurudi. Basi 2021 hii ikapita. 2021 kwanza kuna kituko kingine alifanya. 2022 mimi kule nikachaguliwa kuwa mzee wa kanisa. 2022 mwanzoni, mwezi wa kwanza. Bila mke au anajua kwamba huyu. Sasa kule sina wajai kumuona mke wangu. Waliamini, ila wanafahamu kwamba umeoa na wanafahamu tu tunaposhiriki kwenye jumuiya zetu hizi. Nikasi basi ni neema tu nikakuta kwamba nimepata, lakini wanajuaga mke wako yuko Arusha. Wanajua kabisa. Siku moja ndugu yangu akasema hapana, ili jambo naliona liko vibaya. Hebu tumuite na sisi ukoo kwa Mwambapa tusikilize kitu gani, maana unakaa peke yako hatuwezi kujua lolote linaweza kutokea. Ikabidi ndugu waende ukweni pia kuwapa taarifa kwamba tunamuita mke wa Bariki aje tuzungumuze, ili jambo limekaa vibaya, sisi hatulione kwamba ni jambo zuri. Wakamuita pia, alifanya donation hivyo, kafanya chakula kiwepo, maana unapoita watu wanatoka mbali, wengine wanatoka Tukuyu, wengine wanatoka maeneo mbalimbali, na ni jambo sherehe. Kweli wakaja. Tena alikuja wawili. Kuna mtoto wa baba mdogo anakaa naye hapa, naye akaja. Katika kikao kile wakamwambia ile kusema hapana, tumemwona mwenzako kwa nakaa, hebu mama. Wakanipa mimi kwanza, nikatoa maelezo ya kwangu, alafu na yeye wakampa kwamba kwa nini asirudi Mbeya. Akasema tu kwa wakati sio wakati wake, bado sijaamua kurudi. Kuna mambo tu kadhaa ambayo
yanasababisha nisije shughuli zangu na nini na nini. Hoja ya watoto walikuwa haitoi kabisa. Hoja ya watoto kwamba Wanasoma huko na nini? hamna, si anajua watoto, mimi ndo jukumu langu. Kuhamisha na nini? Alikuwa anajua kwamba najua kila kitu. Zaidi ya hapo, wakati nahama kipindi kile na mpango wa kuhama mara ya kwanza kipindi kile, tayari mtoto wangu alikuwa anasoma Nkwandoa sekondari, nikamhamishia Mbeya Day. Kwa sababu najua mke wangu si atakubali tu. Kwa mtoto wa pili tayari nimeshamhamisha. Aliyekuwa anasoma Haradali hapa, nikasema yuko darasa 7 huyo hamna shida. Kwa jumla watoto wangu wote nimesomesha shule za English medium. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya kusema kuna watoto kule. Hilo la watoto alikuwepo. Ni shughuli zake. Shughuli zake. Kwa hiyo kikao hicho nacho kikakwama. Kikao hicho na kwenye kikakwama. Baba yangu aliyekuwa anasimamia kikao ni hakimu mstaafu. Naye alisimama hapo, ikashindikana kabisa kukubaliana. Mama yangu mdogo ajaribu hata kumpigia magoti, we mwanangu, hapana, hatuagi hivi, sio hivyo, sio vizuri, akawakatalia. Baadaye nikavurugika hivyo. Hata ndugu zake, sasa hapo kuna neno alizungumza baba baada ya maamuzi kukataa kabisa, akasema, Bariki, wewe ndo ulimuoa, sasa sisi hajatuthamini, tumekuja hapa, utajuana naye mwenyewe. Wale tuliowaita kule ukweni kule, na wenyewe walizungumza, walimkaripia. Alipotoa neno la mwisho kwamba hapana, na yeye akasema, we shemeji yetu, ndio ulimpenda dada yetu bwana, na wewe utajuana na hivyo hivyo. Baada ya hapo kweli sikuja Arusha mwaka 1.5. Sikuja Arusha. 2024 Nimekuja ilikuwa 2020 na ilikuwa 2022. Nimekuja huku ilikuwa 2021 mwezi wa 12. Nimekuja huku 2023. Kwa mara ya kwanza ukaja Arusha. Kwa mara baada ya hapo. 2023 baada ya hapo. Ukaja na maamuzi gani 2023? Ndio nikasema potelea pote. Na liwe liende mahakamani, maana baba alishaniambia, babangu ni mstaafu, akasema hili jambo kitaka kwenda mahakamani ndio itavunjwa, bila kila kitu mtagawana. Kwa nilikuwa na akili kabisa kinachoenda kuendelea. Kwamba wewe ulihisi kwamba ukienda mahakamani utamlazimisha kutoka Arusha kwenda Mbeya, au ulikuwa unaenda kwa sababu? Kwa kweli nikajua hapo akisikia ndio inavunjwa hata taogopa. Kwamba kuliko ndoa kuvunjwa bora nifanye nini? Niende Mbeya. Na zaidi ya hapo sio hivyo tu, 21 pia nilienda mahakamani Neboisho pale 2021. Baada ya kuongea na mchungaji nikaenda Neboisho pale, nikamwambia jamani, kama kuna utaratibu huku, mimi nimechoka kukaa peke yangu, mke wangu miaka 3 siko naye, nisaidieni niende naye Shelim. Kule mahakamani akasema, kama mchungaji ameongea, uko umeongea, sisi hatuna maamuzi mengine, tunavunja ndoa, mnagawana. Kule nikakimbia kweli. Nikasema mambo ya kuvunja ndoa na kugawana sitaki. Sasa nitagawana nje nyumba ya kwangu, bwana nimejenga mimi. Lakini sasa ilipokuja 2023 huku, baada ya kuonekana kuna njia nyingine, nikasema basi kama mwenzangu labda naweza kuwa nambembeleza, labda hivi, ngoja labda mahakama sasa akiona kwamba kweli taraka inatoka, labda atashtuka. Kenda mahakamani, taraka ikatoka. Baada ya kutoka taraka, nikasema bwana, pamoja na kwamba taraka imetoka, lakini hizi ni makaratasi tu, twende zetu Mbeya. Sisi tunajua kule Mbeya tunakwenda kuongea na watumishi wa Mungu, viongozi wa kanisa, watakwenda kutufanya nini? Watakwenda kutuunganisha tena, kwa sababu hii ni kama tu tunapita kwenye mpito fulani. Ndio talaka imetoka, lakini ukiwa tayari twende. Akasema, sio umenipa taraka? Sio umeamua kunipa taraka? Hamna. Kwa hiyo akasema hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo ndo mambo yakaendelea mpaka kuendelea huko na kule, mpaka nimekuja kutokea hili sasa kwamba talaka na kwenda hukumu na kwenda kukaziwa. Ndo haya mambo ya kukaza hukumu yaliyotokeza katika jambo hili. Inaonekana kwamba hii maamuzi ya mahakama ni hii nyumba igawanywe, wewe na yeye, iuzwe igawanywe, si ndio? Ndio. Kwenye sheria ya ugawaji wa vitu vya ndoa baada ya talaka huwa kuna option mbili. Kama kitu ni cha kwako ulikipata kabla ya ndoa au hata baada ya ndoa, lakini mwenza wako hakushiriki kwenye kupata hicho kitu, huwa hapewi mgao. Yeye alishiriki vipi kwenye huu ujenzi au uwepo wa hii nyumba kiasi ambacho mahakama kiliamuru
na yeye pia apate mgao. Hii nyumba nimejenga peke yangu bila yeye kushiriki katika chochote, kuchangia hata tofali moja. Walichoamua kule mahakamani, akaniuliza si umejenga baada ya kumooa? Nikasema ndio. Kasema hata alikusaidia hata mawazo, alikusaidia hata hiki na kile, lakini tayari mimi nimeshaambiwa na baba mdogo kwamba mtafanya nini. Kwa hiyo kwangu ilikuwa jepesi. Kuna watu kwenye mitandao wanasema kwamba kuna watoto, kwa nini msiwaachie watoto muende Mbeya mkaishi, hii nyumba ibaki? Kwa tamaduni zetu za Tanzania mimi sijaona kwamba watoto nakwenda kuwajengea kule alafu unaishi kule. Zaidi sana na kitu hakiwezekani, kwa sababu walipo wazazi ndipo walipo watoto. Yaani walipo wazazi ndipo kwa nyumbani kwao watoto. Haiwezekani nyewe wazazi mkawa kule alafu mkasema nyumbani kwenu ni kule. Hata ingekuwa nyumba ingekuwa labda ni inazalisha labda ni nyumba ya kupangisha, tungesema basi hiyo ina uzalishaji. Lakini nyumba imejengwa kwa mfumo huu wa kifamilia, haina uzalishaji wote, haina sababu ya kukaa hapa tena. Hoja yake kubwa ya kukataa kwenda Mbeya, ambayo wewe unaona ina mashiko, kwamba hii mke wangu anaiongea naielewa, lakini nimeshatoa plani ya namna ya hii hoja na ijibu kwa namna hii, ilipaswa alizike nayo. Ni kitu gani ambacho anakuambia miaka yote hataki kwenda Mbeya, ambacho unaona kweli hichi kina mashiko, kina uzito? Unajua, miaka yote hiyo nimeishi hapa na mtoto wangu mpaka huyo mwisho yuko darasa la 7. Mke wangu alikuwa hana shughuli yoyote ya kufanya. Kipindi hicho nataka kuondoka ndo anaanza kupika kwenye sherehe. Sasa hilo ndilo likamfanya kwamba mbona kama nimeanza kupika kwenye sherehe likawa kama linafanya. Nikasema hata kule Mbeya hata kule Mbeya ziko utapika tu, maana kitu cha kupika kwenye sherehe kiko kwenye kichwa, ni akili ya mtu. Kama baraka ziko kwa mtu, haziko kwenye maeneo. Tunamkumbuka mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa anaitwa Yusufu. Kila alipokuwa anaenda palikuwa na baraka. Haijalishi alienda huku, alienda kule, mpaka gerezani bado alionekana kibali tu. Kwa kibali ni tunataka kwenda. Sio hivyo tu, mtumishi mama kafika mahali nimepeleka hata linaitwa dawati la jinsia pale kwa mkuu wa wilaya. Pale wanaendaga wanawake wanaodhulumiwa huko nyumbani, lakini mimi nikaenda mwanaume. Alinishangaa. Kwa nini mwanaume anakuja huko? Nikasema ndio, na mimi sina haki ya kuja. Akasema na haki. Kabidi wanisikiliza, akamuita mke wangu, wakamshauri hapana, nenda na mume wako Mbeya kwa maelezo yenu na mambo yalivyo. Na pale kwenye dawati la jinsia pia alimkataa. Lakini pia akasema sisi hatuna maamuzi hapa. Kwa hiyo nimepita katika hatua nyingi za kuona kwamba mama anaondoka naye. Okay. Na katika hayo mazingira, pamoja na haya yote kutokea, bado unampenda mke wako na ungetamani akikubali kwenda Mbeya mrudi na kuishi pamoja? Hata katika mazingira haya, jamani, tuko hapa duniani kwa muda mfupi. Ndio maana mimi nakuja nasema huku duniani nimekuja tu kwa ajili ya kutengeneza CV zangu za mbinguni. Kwa hiyo hakuna chochote cha kushangaza hapa. Tunaendelea tu kule, maisha taendelea. Kwa hiyo hapa tukienda Mbeya tunasemeheana, mama hivi maisha tarudi jamani. Tena mazuri kabisa. Ukimpa hiyo ofa ya ukimpa hiyo ofa yeye anasemaje? Anakataa. Hata mwite sasa hivi hapa. Hata hapa mwite hapa. Hayuko mbali hapa. Mwite mwambie kwamba nimeongea na huyu anakubali twende sasa, mambo mazingira yote yafutwe. Mimi niko tayari kwenda naye. Sawa. Na utekelezaji wa amri ya mahakama unaweza kufanyika muda wowote. Baada ya utekelezaji huo, hili eneo linakuaje? Wewe unaenda Mbeya na hili linauzwa hata leo. Mnagawana asilimia ngapi kwa ngapi? Hukumu imesema 60% kwa 40. Yeye anachukua 40, unachukua 60. Kwa sababu kule sokoni tuna nyumba nyingine ya biashara ambao kwa kuwa ndipo anapofanyia biashara, kipato chochote anapatia pale. Kwa mahakama hukumu ikasema yeye tusimvuruge kwenye biashara yake, kwenye mfumo wa biashara yake, abaki na ile nyumba ya kufanyia biashara. Watoto wameamriwa kubaki kwa baba au kwa mama? Jamani, kwa baba. Kwa hiyo utaondoka nao kwenda Mbeya kabisa. Na kwa nini mahakama imekupendelea wewe kukupa na sio mama? Watoto ni wa nani? Watoto ni wa baba na mama.
Watakuja kumtembelea, kumsalimia. Lakini aliyepewa jukumu la kuwalea ni baba. Ni baba. Wako tayari? Wao wanasema mtakachoamua, mtakachofikia mwafaka ndo hicho. Mmoja alionekana pia ile kwenye clip ile. Hayo ni maneno ya kulishwa. Nimekudua, ndio maana nimepigiwa simu nyingi, anasema msamee huyo mtoto, msamee huyo mtoto. Hayo maneno amelishwa tu. Hata nilipomwangalia tu katika mazingira, hata nyingine clip nyingine baadaye sio akija kumuuliza, inaonyesha kwamba tu maneno haya yalilishwa. Unaonekana sio mtunzaji wa familia, usomeshi watoto, uhudumii watoto, japo hapo umetueleza kwamba usomesha kwenye shule za gharama sana. Hayo maneno pia yalikuwa ni ya kulishwa kwa waliozungumza. Yote ya kulishwa, mwambie mtoto, hata yupo hapa, mwambie wewe kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho nani alikuwa anasomesha watoto English medium? Atakwambia ni baba. Mazingira ya Mbeya yakoje ambayo yanatutazama aone kwamba ulijiandaa kuhamisha mji wako kwenda Mbeya? Kule Mbeya umeshaweka mazingira gani ya kuipokea familia? Jamani, mazingira ni mazuri, si mwenyewe ameenda kule. Jamani, kuna shida gani? Mazingira yapi? Mimi kule kikubwa kwanza cha kupata riziki ya kila siku. Mambo mengine sinafuata. Mimi kule nafanya biashara. Kama chakula kipo, si nyumba hata mnaanza kuanzia kupanga. Na mkichukua kipato cha huko. Yaani kwanza mtu ale ashibe na mali pa kulala. Hiyo vitu viwili vikiwepo, mambo mengine yanafuata. Mwisho kabisa, kwa wale ambao walikutazama mwanzo au kupata nafasi kujieleza sana, na nimekuomba sana hadi kuzungumza hivi kwa utaki kabisa. Unasema utaki masuala ya mitandao na nini. Unalipi ambalo unataka mtu alifahamu kuhusu wewe na kilichotokea? Kama alifahamu katika namna ambayo hukutaka afahamu, sasa mrahisishie kujue wewe kwa namna gani. Ambacho natakiwa kieleweke ni kwamba mimi jambo hili ni kwamba nahamisha familia kuipeleka Mbeya, nahamisha mji wangu kupeleka Mbeya. Lakini mama kama atakataa, kama mke wa Rutu kwamba yeye atabaki huku, ni yeye, lakini mimi nahamisha familia yangu naipeleka Mbeya. Huku sintakuja tena. Labda nije kuwatembelea marafiki yangu ambao nilikuwa naishi nao huku. Lakini bado unampenda mke wako? Hata leo. Hata leo akisema baba sasa twende Mbeya. Yaani tena nitapiga kigelegele, nitaenda pale kumshukuru Mungu kanisani. Na hiyo talaka utaifanyaje? Talaka ni kitu rahisi sana sana sana. Biblia inatuambia watu wanapokosana wanarudiana, mambo tunasameheana. Kwa hiyo utaichana chana tu. Sio kuichana chana tu. Sio kuichana chana tu. Kama watumishi wa Mungu tunaenda pale kuongea na wachungaji wapo. Wachungaji wapo ndo kazi yao kutusaidia. Sisi kama Wakristo tuko chini ya wachungaji. Na mambo haya bila shaka wanayafahamu, wameyasomea. Tunawaambia tatizo letu, wanatushauri, wanatutengeneza, tunabaki. Ndio maana nikatoa mfano. Fundi gereji, fundi mechanic, ukimletea gari bovu, anajua jinsi ya kulitengeneza. Na wachungaji wetu ukiletea hata ndoa maadamu iko tayari kutengenezwa, wanaitengeneza na kaa vizuri maadamu sisi tumeshakubali. Sawa, mimi nikushukuru sana. Haya, asante sana bwana. Nashukuru umenikuta leo kwa sababu nilikuwa namsubiri mtu hapa, hata tumepata kuongea, maana sikuwa na mpango wa kuongea. Asante sana. Ilikuwa ni jukumu letu kuwapa nafasi pande zote mbili kuzungumzia swala hili, lakini mke wa Bwana Bariki hakuwa tayari kuzungumzia swala hili na kusema kwamba yale aliyoongea awali yanatosha na sasa hayuko tayari kuzungumza tena na vyombo vya habari. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.